na hivyo tunatoka hapa tuna ufahamu wa kutosha pia wa kutosha juu ya maisha ya mtu huyu ambaye wengi tulimuona si kwa miaka tu ile mitano akiwa rais, lakini hata kabla yake tulijua, tulimuona, na wakati mwingine tulikuwa hata tunapenda ikiwezekana awe kweli rais wetu, lakini kwa sababu tulikuwa hatuwezi kumfikia na kumweleza, lakini bahati nzuri, kumbe Mwenyezi Mungu alipenda kumuinua kwa miaka hiyo michache, na hiyo michache ametufanyia hayo yote aliyotajwa. Unaona, kumbe nawashukuru sana wazungumzaji wetu, na ninaishukuru familia hata familia bila shaka na yenyewe imesikia tu kwa njia hii ya hizi kuna mitandao kwa sababu hatutumi barua, hatufanyi miariko, bali tumekifanya tunafanya maadhimisho haya na utaratibu huu uwe tu jinsi ambavyo mtu na yeye anaguswa na jambo lenyewe unaona, na ndio sababu hasa tukiweza basi wanaojua sijui wanafanyaje, mimi hata huwa sijui, nafikiri wanapeleka kwenye nini WhatsApp mimi wanakuja kuongoza ibada tu Kwa hiyo mimi nawashukuru sana familia hii kwa kuwa pamoja nasi, tunawaombea sana, tunasali na kweli mjisikie huru na bila kwa sababu na mimi huwa nasikia watu wanasema wanawapenda na wanawasifia jinsi mnavyoishi, lakini bila shaka kwa sababu ya maisha ya huyo aliyekuwa sehemu yenu kuna wengine kupita hata Nyerere Road kwa mguu wanaweza wakashindwa kufika, kutoka mwanzo mpaka mwisho watu wanaweza wakakumaliza, lakini nyie mko huru, mtapita mwanzo mpaka mwisho, watu wanawashangilia na wanawasifu. Kwa hiyo hata ambao ninyi mnaenda kuwa viongozi wetu baadaye, kuna watoto hapa, kuna vijana, na nyie mtakwenda kuwa viongozi. Andaeni mazingira mazuri hata ya familia zenu na ndugu zenu, pale ambapo nyie mtaondoka, mtakuwa hampo hata kwenye uongozi. Mkivuruga, mnawaachia watu shida, watu watazomewa, watu wanaweza wakafanyiwa chochote kwa sababu ya kile ambacho pengine nyie mmekiishi. Lakini familia hii na baadhi ya familia zipo kwa sababu watangulizi wao waliokuwa viongozi wetu wa nchi na waliokuwa sehemu ya familia hizo waliishi vyema kwa uadilifu na kwa upendo mkubwa. Kumbe familia, tunawashukuru sana kwa uwepo wenu. Ndugu zangu, mambo ya Magufuli yako mengi mno, na haya yaliyosemwa hayo ni machache tu, na mimi hata nikiyarudia sitaweza hata kuyamaliza, na kila yanapoanza kutajwa mtu anapenda yatajwe. Lakini tunachoweza kukifanya, ndugu zangu, sisi sote hapa, wapo wazazi, wapo viongozi, wapo walimu, tuyapitisheni kwa watoto wetu. Watoto wetu wakuwe wakijua kwamba kulikuwa na vitu vya namna hii vinafanyika, wasije wakakuwa wakifikiri kwamba haiwezekani. Haiwezekani. Ni kweli uongozi wakati mwingine unaweza ukawa wa yule mwenye nguvu, mwenye pesa, lakini Mwenyezi Mungu anajua namna ya kupiga chenga. Chenga ilipigwa tukampata Magufuli. Kuna siku tu atapiga chenga tutawapata wale wanaoweza kutuongoza vizuri na kutupeleka huko ambako na sisi tutapaita ni nchi yetu ya nini, ya ahadi. Kwa hiyo tuwalee watoto wetu, tuwafundishe wawe waadilifu, wampende Mungu na watu, na waipende nchi yao, waipende.
Hayo yote aliyokuwa nayafanya Magufuli ni kwa sababu ya uchamungu wake, upendo wake kwa Mungu, na akawapenda watu. Huyu alikuwa na uwezo wa kuwafanya familia yake kuwa matajiri, na leo tungekuwa na matajiri kutokea Chato, matajiri wakubwa katika nchi hii. Lakini wenzetu hawa sio kwamba wanakosa chakula, sio kwamba wanakosa cha kusomesha watoto wao, lakini hawanacho kila ambacho tunaweza tukasema wametuibia. Hawana. Wengine miaka 2 mitatu, ukimcheki unasema hili ni jizi hili. Huyu alituibia huyu, unaona. Lakini haya yote ni malezi. Tuwalee watoto wetu wakue vizuri, wadhamirie na wao wawe na nia ya kuja kutuongoza vizuri na kutufikisha mahali ambapo wote tutafurahi. Haya yote sijui SGR, sijui daraja, sijui yote ameyafanya akiwa anapingwa na anasemwa tena hadharani, na wengine tena walikuwa nasema kwamba huo ni ushamba. Huwezi ukanunua ndege kwa pesa taslimu, ni ushamba. Leo mipango ya kishamba hiyo inatufikisha Dar es Salaam, wengine wanafika hata Mumbai. Tungeendeleza ushamba wa namna hii, pengine leo tungekuwa mbali zaidi. Basi ndugu zangu, nawashukuru na Mwenyezi Mungu awabariki. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni Padre George Nima Nzungu, Padre wa Jimbo Kuu la Mwanza. Nimesimama hapa kwa niaba ya familia ya marehemu Dr. John Pombe Magufuli, aliyekuwa rais wa awamu ya 5 ya Tanzania na alikuwa kiongozi wetu. Nilipata simu ya Mama Janet Magufuli akiniomba leo niweze kusema kwa niaba ya familia, sababu yeye alipata dharura kidogo ya majukumu ya kifamilia huko Dar es Salaam, kwa hiyo ikamfanya ashindwe kufika siku ya leo. Lakini pamoja na hayo, wanafamilia wa hayati Magufuli wako hapa ambao wameshiriki pia katika majitoleo ya sadaka ya misa, na wengine wengi wameshiriki katika tukio hili la leo. Kwa hiyo alinieleza niseme yafuatayo. La kwanza, Mama Janet Magufuli kwa niaba ya familia ya hayati Dr. John Pombe Magufuli inatoa shukrani sana kwa Mungu kwa zawadi ya kiongozi huyu ambaye umesikia wasifu wake ukitolewa na watu mbalimbali tokea afariki mpaka leo anapotimiza miaka 5. Magufuli kwa familia yake imekuwa ni baraka kubwa sana. Kumpata kiongozi wa nchi sio jambo dogo katika familia. Kwa hiyo familia inamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kiongozi huyu mkubwa, na inaendelea kutoa shukrani kwa sadaka yake kubwa aliitoa kwa taifa letu, kwa kuliongoza taifa hili kiadilifu kwa mapenzi makubwa, na kwa sadaka kubwa sana aliyoifanya. Hata saa nyingine kuchukua muda wake mwingi kama wengine walivyosema usiku halali akilifikiria taifa la Tanzania. Kwa hiyo familia inatoa shukrani kwa Mungu kwa zawadi kubwa ya huyo kiongozi, na kama yeye mwenyewe alivyomtegemea Mungu maisha yake yote, kila mara alimtegemea Mungu katika maisha yake. Akiwasihi wa Tanzania waendelee kusali, kuomba na kumtegemea Mungu. Lakini pili, familia inamshukuru sana Baba Askofu Mkuu Renatus Leonard Mkwande, askofu mkuu wa Mwanza, kwa utaratibu mzima wa kuendelea kumwombea hayati Dr. John Pombe Magufuli. Sasa huu ni mwaka wa 5 mfululizo. Baba Askofu kwa mapenzi yake kama kiongozi mkuu wa Mwanza, yeye ameweka utaratibu huu wa kumwombea. Kwa hiyo familia inashukuru sana. Kwa kweli kimsingi mtu anapofariki hahitaji chakula, hahitaji mavazi, ila anahitaji sana. Na hilo ndilo analolifanya Baba Askofu Mkuu, na analifanya hilo kwa kuthamini mchango wa Dr. John Pombe Magufuli. Na katika utulivu mkubwa anafanya hivi na kuendeleza
ile legacy yake. Kwa hiyo familia inashukuru sana kwa utaratibu huu wa Wanamwanza kuendelea kumwombea. Familia yenyewe inaendelea kumwona Magufuli kama baba mwema aliyeipenda familia yake sana. Alitoa muda wake wa familia kwa ajili ya kuwalea watoto wake na kuwalea katika maadili. Familia inamwona Magufuli kama kiongozi wa nchi aliyetoa sadaka kubwa na aliyekuwa mzalendo mkubwa katika taifa letu. Bado inamwona hivyo familia, lakini familia inamwona Dr. John Pombe Magufuli hayati kama mtu ambaye alikuwa ni mcha Mungu. Hivyo ni mara chache sana kuona viongozi wanakuwa wacha Mungu na wakati huo wanaongoza serikali. Yeye aliongoza harakati nyingi hata za kujenga misikiti, makanisa, akiwa mstari wa mbele na kuacha nafasi ya kanisa linamwona kama mtu ambaye alikuwa ni mcha Mungu. Lakini pia familia inamwona kama alikuwa ni mtu mwadilifu sana, ni mtu ambaye hakupenda rushwa, kupenda watu waonewe, na aliwapenda watu wote. Kwa hiyo familia inaendelea kushukuru, kuendelea kuenzi haya mambo, na familia inaahidi kuendelea kushirikiana na Jimbo Kuu la Mwanza katika maadhimisho haya yanayofanyika. Wakati wowote anaahidi Mama Magufuli kwamba watafika hapa kama familia na kuungana na Jimbo Kuu la Mwanza kumwombea. Wanafahamu hili ni jukumu la familia, lakini limebebwa pia na Jimbo la Mwanza na watu wengine. Kwa hiyo amenieleza niyaseme hayo. Anawatakia baraka za Mungu na anashukuru kwa haya yote mnayoifanyia familia yake.